Aya 157 ya sura 7 kwenye Qurani ndio aya inawaumiza vichwa Waislamu kuliko aya yoyote katika Qurani nzima. Na hii ni kwa sababu ya mambo kubwa mawili. La kwanza, aya hii inathibitisha kwamba unabii wa Muhammad na uthibitisho wake unatoka katika vitabu vya kwenye Biblia. Tukizungumzia hususan Torati, Zaburi na Injili. Kwamba huyu Muhammad ili aweze kuaminiwa kwamba yeye ni nabii, basi lazima aonekane katika hivi vitabu. Lakini la pili ni kwamba kwa aya hii imeweka msingi na jukumu la Waislamu kumtafuta huyu Muhammad katika vitabu hivi vya kwenye Biblia takatifu. Tunasema Zaburi, Injili pamoja na Torati. Sasa kwa miaka zaidi ya 1400 Waislamu wamekuwa wakipekua katika vitabu hivi kujionea ni wapi ambako huyu Muhammad anatabiriwa au ujio wake unatabiriwa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo Waislamu wamekuwa wakienda katika kila kurasa ya Biblia wakitafuta sehemu ambayo wanaamini wao Muhammad ametabiriwa humo. Na katika sehemu mojawapo wanakimbilia, ukiacha zile za kwenye Injili za Yohana na Kumbukumbu la Torati, wanakwenda katika kitabu cha Ufunuo. Niseme wazi kwamba kwa Muislamu yoyote anayekwenda katika kitabu cha Ufunuo kumtafuta Muhammad, inaonyesha ni kutapatapa kukubwa sana. Hilo la kwanza. Lakini la pili, inaonyesha wazi kabisa Waislamu hawajui lugha ya kinabii, hawajui kabisa, hawajui hata kidogo. Na hawajui mizania ya kuthibitisha unabii katika maandiko, hawajui kabisa. Kwa mfano, Waislamu wanakwenda katika sura ya 19 ya Ufunuo aya ya 11 mpaka 16 wakidai kwamba hii inamuonyesha Muhammad. Tukaisome kwa pamoja. Tunakwenda katika Ufunuo sura ya 19 ya Ufunuo mstari wa 11 mpaka 16, au tunasema aya ya 11 mpaka 16. Inasema hivi: kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli, naye kwa haki hukumu na kufanya vita, na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe, na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na upanga mkali kutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mwenyezi Mungu. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa mafalme na Bwana wa mabwana. Sasa hii ndio Ufunuo sura ya 19 mstari wa 11 mpaka 16. Kweli kabisa Muislamu anadiriki kwenda katika maandiko haya wakidai kwamba haya yanashabiria ujio wa Muhammad. Ni kutapatapa kukubwa sana ambako kimsingi kwanza wanaonyesha wazi hawakielewi kabisa hichi kitabu cha Ufunuo kinazungumzia nini. Lakini tutapitia hoja zao. Kwa mujibu wa haya niliyoyasoma hapa, Waislamu wanadai yafuatayo kwamba hii aya ya 11 mpaka 16 inamtabiri Muhammad kwa sababu zifuatazo. Kwanza wanasema huyu aliyepanda farasi mweupe ni Muhammad kwa sababu Muhammad alikuwa akipanda farasi mweupe wakati wa uhai wake. Na wanapozungumzia kwamba huyu ni mwaminifu na wa kweli, huyu ni Muhammad. Lakini unapozungumzia swala la mwaminifu na wa kweli, Muhammad alipewa sifa hizi katika hadithi. Qur'an haimzungumzii kama Muhammad alikuwa mwaminifu. Kwa mfano nitakusomea sura ya 66, sura ya 66 aya ya kwanza ya kwenye Qur'an. Inaonyesha kabisa huyu Allah akimkemea Muhammad kwa kutokuwa mwaminifu. Inasema hivi, sura 66 aya ya kwanza, inasema: ewe mtume, mbona unaharamisha alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu? Unatafuta radhi za wake zako, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Hapa tunamuona Allah akimkemea Muhammad kwamba anaharamisha ambacho Mwenyezi Mungu amemhalalishia. Maana yake Muhammad hakuwa mwaminifu, kwamba
Allah alishamhalalishia jambo fulani, lakini huyu Muhammad anakwenda anaharamisha. Maana huyu hakuwa mwaminifu. Tunaona wazi. Kwa hiyo madai ya uaminifu katika hadithi ni upuuzi mtupu, kwa sababu Allah anasema wazi kwenye Qur'ani katika aya hii, huyu Muhammad si mwaminifu. Hii ni hoja mfu kabisa. Jambo jingine anasema ni kwamba huyu Muhammad ni mtu ambaye alikuwa akihukumu kwa haki, watu wakimfuata kwa kutoa maamuzi kadhaa katika hukumu kadhaa, ikiwemo hata Wayahudi kwa kipindi chake. Inapozungumzia kwamba kwenye kufanya vita, wanasema Muhammad ndiye alifanya vita, Bwana Yesu yeye hakufanya vita, na kwamba Muhammad alikuwa akivaa kilemba. Waarabu wanavaa vilemba, Waarabu wana vilemba vya kila namna. Kiarabu, Waarabu wa Oman wana vilemba vyao, Waarabu wa Yemen wana vilemba vyao, Waarabu wa Saudi wana vilemba vyao, vinatofautiana. Hili halina hoja, lakini hawaelewi lugha ya vilemba hapa katika hii Ufunuo ina maana gani. Tutakwenda kuangalia vyote hivyo, na kwamba inaposema kwamba vazi lilochovya kwenye damu, anamzungumzia Muhammad kwa sababu alikuwa ni mtu wa vita, aliua watu wengi katika vita vyake. Inasemekana alipigana vita visopungua 27 hivi. Na kwenye ile mstari wa 13 anasema jina silo lijua mtu yoyote, kwamba huyu Muhammad hapa linatabiri kwamba jina lake lilikuwa bado limesitiriwa, kwamba huyu Muhammad ndio linakuja kuwa jina lake. Sasa twende tutaangalia aya moja baada nyingine. Video hii inaweza kawa ndefu kidogo, lakini ni vyema kwako Muislamu usikilize kwa makini, lakini pia na wewe Mkristo usikilize kwa makini uweze kuona ni namna gani hizi aya kuanzia 11 mpaka 16 ya Ufunuo 19 haiwezekani hata dakika moja kuwa inamtabiri Muhammad. Kwanza kabisa, kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha mwisho katika Biblia, na ni kitabu ambacho kinazungumzia mambo yajayo, na hasa yanazungumzia mambo yajayo katika siku za mwisho za hukumu, na zinamzungumzia Bwana Yesu namna gani anakuja katika utukufu mkuu kwa hukumu wazima na wafu. Lakini pia inazungumzia mambo kadhaa yatakayotangulia kabla hii siku ya mwisho ambapo Bwana Yesu anafunuliwa rasmi. Lakini aya ya 19 kimakini kabisa inazungumzia sasa ule ujio wake. Anakuja akiwa vipi? Anakuja akiwa amevaa vipi? Na anakuja akiwa katika hali gani? Sura ya 19 inazungumzia hivyo. Aya ya 11 mpaka 16 ndicho ninachokuzungumzia. Na sifa zote zinazotajwa, kwa sababu kuna sifa nyingi, ili Muhammad awe amekidhi vigezo vya hii mstari wa 11 mpaka 16. Maana katika kila kigezo kinachotajwa humu lazima Muhammad akitimilize kiukamilifu, ndipo tuseme kwamba hapa vimemkamilisha, kwamba inasema Muhammad. Kuna mambo mengi humu ndani ambapo hata moja halimhusu Muhammad. Tunapokwenda kuangalia kwa mfano katika mstari wa 11. Mstari wa 11 unasema hivi: kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ya hukumu na kufanya vita. Mambo kadhaa hapa tunaona. Kwanza, kuhusu mbingu zimefunuka, ni Bwana Yesu peke yake mbingu zinamfunukia katika mwisho wa dunia pale katika hukumu. Mbingu zinafunuka na anashuka, lakini Bwana Yesu huyu anafunukiwa mbingu mara kadhaa. Kwa mfano, wakati anabatizwa mto Yordani, mbingu zilimfunukia. Tunaona katika Luka sura ya 3 mstari wa 21 mpaka 22. Tutakwenda kuiangalia hivi punde. Na unaposoma pia, kwa mfano, unaposoma katika Ufunuo huo ni muhimu pia tuangalie kwamba Ufunuo wenyewe pia unatuonyesha wazi huyu ni Bwana Yesu. Tunaposoma katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7 mpaka wa 8, inasema hivi: tazama yuwaja na mawingu, na kila jicho litamuona, nao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Tukienda katika mstari wa 8 anasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja, Mwenyezi. Hapa ni maneno ya Bwana Yesu. Tunapotoka katika mstari wa 7 tunaona huyu Bwana Yesu atakuja akiwa na mawingu, mbingu zinafunuka akija na mawingu. Tunapokwenda katika Luka sura sura ya 3 ya Luka mstari wa 21 mpaka 22, tunakuta wakati Bwana Yesu anapobatizwa mbingu zinafunuka kwa ajili yake. Mstari wa 21 mpaka 22 nasema, ikawa wakati wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiyo mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa naye. Mbingu zinamfunukia
wakati Bwana Yesu anafunuka. Hakuna wakati wowote Muhammad mbingu zinamfunukia, si akiwa hai na wala sio siku ya hukumu mbingu zitamfunukia Muhammad. Tunaposoma Ufunuo wa hii sura 11 mstari wa 11 hususan, tunaona mbingu zitafunuka tena na Bwana Yesu atashuka katika utukufu wake. Hii iko wazi. Jambo jingine tunacholiona hapa katika mstari wa 11, tunaona farasi mweupe. Farasi mweupe ni sifa ya kifalme. Ni sifa ya kifalme ya Bwana Yesu, kwamba anapokuja kama mwokozi Bwana Yesu anapanda punda, lakini safari hii anakuja katika hali ya ufalme na mwenye kutoa hukumu. Anakuja na farasi mweupe. Tunasoma hiyo pia, kwa mfano utakaposoma kwenye Ufunuo sura 17 mstari wa 14 unaiona hiyo. Jambo jingine ni Bwana Yesu anayeitwa mwaminifu. Kama nimekuonyesha kwamba Qur'ani inathibitisha wazi kwamba Muhammad si mwaminifu. Tunaposoma katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 tunaona sifa hiyo ikimzungumza huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema hivi: tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Ufunuo huo unamuita Bwana Yesu kwamba ni mwaminifu. Muhammad si mwaminifu. Hadithi zinazozungumzia Muhammad mwaminifu ni mambo ya kutunga tu, ambaye hadithi zinakuja miaka 200 baada ya Muhammad kufa, zinaanza kumtengenezea taswira njema ambao ni upuzi mtupu. Qur'ani inatuambia wazi kabisa Muhammad huyu si mwaminifu, anaharamisha mambo ambayo Allah anasema alimhalalishia. Hiyo ni kukosa uaminifu, ni wazi kabisa. Tunapokwenda pia bado tu katika mstari wa kwanza huo mstari wa 11 huu, tunazungumzia pia hukumu. Ni swala la haki, hukumu na kufanya vita. Tunamuona Bwana Yesu katika sura ya 5 ya Injili ya Yohana, sura ya 5 ya Injili ya Yohana mstari wa 26 mpaka wa 29, unamuona wazi Bwana Yesu ndio mwenye hukumu, ndio anayekuja kuhukumu, na anajizungumzia wazi kwamba hukumu hii, uwezo huu anapewa na Baba yake wa mbinguni, na jukumu hilo anapewa na Baba yake wa mbinguni. Tunasoma katika Yohana sura ya 5 mstari wa 26 mpaka wa 29, nasema: maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake, naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabia maneno haya, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, nao waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Hii ni wazi, Bwana Yesu ndio mwenye kufanya hukumu kwa mujibu wa huu mstari wa 11, na ndio mwenye kufanya haki, kwa sababu watakaofufuliwa wale waliofanya mabaya katika ufufuo wa hukumu, na waliofanya mema katika ufufuo wa uzima wa milele. Bwana Yesu ndio anazungumziwa hapa, si Muhammad. Tunapozungumzia pia swala la vita, Waislamu hii aya mstari wa 11 unapozungumzia vita, wao wanaliangalia vita katika vita vya kimwili vya kupigana mapanga, mavisu na vitu kama hivyo. Lakini unaposoma Biblia, vita inapozungumzwa katika Biblia, mara nyingi, karibu mara zote, unazungumzia vita ya kiroho. Bwana Yesu anapozungumzia kama ni mtu wa vita, anazungumzia zaidi katika vita ya kiroho. Kwa mfano, vita vya kiroho umesoma katika waraka wa pili wa Korintho sura ya 7 mstari wa 15, sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 4, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 1 mstari wa 18, sura ya 6 mstari wa 12. Tunaenda kusoma pia kwa mfano waraka wa pili wa Timotheo sura ya 4 mstari wa 7, Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 na mstari wa 7, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari ule wa 7. Inasema hivi, Paulo hapa anazungumzia, anasema: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Paulo hakuwa mpiganaji vita, lakini anapozungumzia hapa nimepiga vita, anazungumzia vita vya kiroho. Na ipo mistari mingi sana katika Biblia vinavyozungumzia vita vya kiroho. Mingine mojawapo unaweza kuona pia katika waraka wa Ibrania sura ya 12 mstari wa 4, na waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Vyote hivi vinazungumzia vita. Kwa Bwana Yesu ni mtu anayekuja na vita, lakini kinachozungumzwa hapa ni vita vya kiroho, si vita vya kimwili vya kupigana mapanga na mavisu na mamikuki na mishale. Si hivyo, si hasha kabisa, haiko hivyo. Kwa Waislamu mtambue kwamba
mstari aya hii ya 11 mpaka 16 inapozungumzia vita, haizungumzii vita vya kimwili, inazungumzia vita vya kiroho. Kama nilivyokuambia, mstari kadhaa inathibitisha hilo. Tunakwenda katika mstari wa 12 ule wa hii waraka wa Ufunuo wa 19, mstari wa 12 unasema, na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina liloandikwa asilojua mtu ila yeye mwenyewe. Sasa mambo kadhaa hapa. Tunaona mwali wa moto. Napozungumzia mwali wa moto, ni ishara ya uwezo wa kimungu wa Bwana Yesu, ambaye macho yake yanawaka mwali wa moto, kwamba ni Mungu ambaye anaona nafsi zote, anaona mawazo, anajua kila kitu kinachotokea katika wanadamu. Kwa hiyo yeye akiwa kama anayefanya hukumu, hakuna kitu kinafichika machoni mwake, hakuna kitu kinafichika katika mioyo ya watu, vyote vitadhihirika wazi. Hili ndio maana yake. Unapoenda kuangalia suala la kilemba, tunarudi katika lugha asili hichi kitabu. Kumbuka kitabu hichi kiliandikwa katika lugha ya Kigiriki. Neno lilotumika hapa la Kigiriki ni neno diadema, na wafasiri wamechagua neno kilemba, lakini maana halisi ya neno diadema ni taji. Kwa hiyo tunasema kwamba hapa ilitakiwa isomeke kwamba na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake mataji mengi, naye ana jina liloandikwa asilolijua mtu ila mwenyewe. Kwa nini? Sasa hoja inakuja, kwa nini wafasiri hawa wakaamua kutumia vilemba badala ya taji? Kuna nadharia kadhaa. Mojawapo ni kwamba, ukumbuke kitabu hichi kinafasiriwa kwenda Kiswahili. Katika tamaduni za waongeaji wa Kiswahili lazima itumike lugha ambayo wengi wataielewa. Kwa hiyo unapokwenda kuandika Kiswahili, kumbuka, unapoweka neno taji, hizi tafsiri nyingi zinakuwa inapotea. Unapoweka taji katika desturi za Kiafrika, taji ni kitu cha kigeni. Desturi nyingi za Kiafrika, taji ni kitu cha kigeni. Ndio maana wafasiri wanaamua kutumia neno kilemba, na wanatumia vilemba vingi. Sasa kwa nini Bwana Yesu anakuja akiwa na haya mataji mengi? Ni kwa sababu haya mataji yanaashiria mambo mengi. Kwa mfano, ni juu yake ya kuwa ni mfalme wa wafalme, inaashiria pia ukuu wake, inaashiria utawala wake, inaashiria pia utukufu. Haya ni mataji, ni sifa zake za kimungu, ni sifa za kifalme, sifa za kiutawala, na sifa pia za hukumu. Kwao anazungumzia kwamba amekuja akiwa amevaa vilemba vingi, kwamba akiwa na sifa hizi zote. Unaona pia hiyo katika Ufunuo wa kwanza mstari wa 6, utaona hivyo pia. Tunapokwenda katika mstari wa 13, inazungumzia kama ifuatavyo. Mstari wa 13 anasema, naye amevikwa vazi lilivyochovywa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Hapa yani unaposoma hivi vitu mara nyingine mpaka unaonea huruma Waislamu. Kusema ukweli, sisemi hivi kwa dhihaka, lakini kusema ukweli, Muislamu ambaye anakwenda katika mistari hii akidai huyu ni Muhammad, inasikitisha sana. Narudia huu mstari, anasema naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Ukumbuke mstari uliopita tu unasema kwamba ana jina asilojua mtu ila yeye mwenyewe, lakini unapofika kwenye mstari unaofuata 13 analitaja jina lake aitwa Neno la Mungu. Ni Bwana Yesu peke yake anaye sifa hii ya kuitwa Neno la Mungu, si tu katika Biblia, lakini hata katika Qur'an inamtaja Isa bin Maryam kwamba ni anaitwa Kalimatullah, neno litokalo kwa Allah. Sifa hii haipo kwa Muhammad, wala haipo katika nabii yoyote ambao wanamtambua Muislamu. Ni Yesu Kristo peke yake ambao wao wanamuita Isa bin Maryam. Ukienda katika Qur'an unaikuta hii. Unaikuta katika Qur'ani sura ya 3 aya yake ya 45, unamuona Yesu ama Isa bin Maryam akiitwa Kalimatullah, maana ni neno litokalo kwa Allah au neno la Allah. Lakini unapoenda katika Biblia, tukienda katika Injili ya Yohana sura ile ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, unaona wazi Bwana Yesu akiitwa Neno wa Mungu. Tukaisome pamoja tuangalie. Injili ya Yohana sura ile ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakifanyika chochote kilichofanyika. Tunaruka mpaka mstari wa 14 tuone huyu neno anakuja kuwa nini. Tunafika kwenye mstari wa 4 unasema hivi,
Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo jina lake neno la Mungu ni jina la Yesu Kristo wa Nazareth, si jina la Muhammad hata kidogo. Tunaporuka tunakwenda mpaka mstari ule wa 14. Mstari wa 14 unasema hivi: na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Kumbuka mwanzoni Waislamu hapa, kama nilivyowaambia, wanazungumzia huyu mtu anayetajwa hapa kuwa amepanda farasi mweupe, wakimzungumzia Muhammad. Lakini kumbuka Bwana Yesu anakuja hapa katika utukufu akiwa amepanda farasi mweupe, lakini hayuko peke yake, anaongozana na kama ninavyosema hapa kwamba na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe, kwamba Bwana Yesu anashuka pamoja na malaika na watakatifu wote na watakatifu wake wakiwa wamepanda farasi weupe. Haipo hivyo, lugha hii haipo katika Muhammad hata kidogo, si katika hadithi, si katika Qur'an, si katika vyanzo vyovyote vile vya Kiislamu. Hii sifa haipo kwa Muhammad. Tunapoona haya, kwa mfano tunapoenda kusoma katika Ufunuo sura ya 17 ya Ufunuo mstari wa 14, tunaona hivi. Inasema hawa watafanya vita na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, na hawa walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Hapa anazungumzia watakatifu ambao wanakuja naye wakiwa nao pia wamepanda farasi mweupe. Tukitoka hapo tunakwenda kwa mfano tukisoma pia sura ile ya 7 ya Ufunuo mstari wa 9 mpaka 12. Sura ya 7 ya Ufunuo mstari ule wa 9 mpaka 12. Inasema hivi: baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwanakondoo. Kumbuka mwanakondoo ni sifa ama jina mojawapo la Bwana wetu Yesu Kristo, anafahamika mwanakondoo. Anasema wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwanakondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao waanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele, amina. Hii inafanyika tu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Muhammad hana sifa hii ya kukusanya ulimwengu, kukusanya umati wote mbinguni na kukusanya malaika na kumsujudia mbele ya kiti chake cha enzi. Hii sifa haiko kwa Muhammad asilani. Tunasogea kwenye mstari wa 15 wa sura hii ya 19 ambayo inadaiwa kwamba ni Muhammad huyu. Inasema hivi: na upanga mkali hutoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa huo, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mwenyezi Mungu, ya Mungu Mwenyezi. Sasa Waislamu wanapozungumzia upanga wanazungumzia Muhammad, upanga katika vita. Lakini ukumbuke upanga huu haupo mkononi, haupo mkononi. Unasema na upanga mkali hutoka kinywani mwake. Upanga mkali hutoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa huo, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye akanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu. Kwa hiyo unapokuja swala la mvinyo hapa, Waislamu wanadai kwamba huyu ni Muhammad kwa sababu Muhammad ndiye alipiga marufuku unywaji pombe. Lakini hii ni contradiction, kwa sababu anayepiga marufuku pombe kwanza ni Allah katika Qur'an, si Muhammad. Tukiweka hilo mbali, mstari huu hauzungumzii mvinyo kama mvinyo, anasema anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mwenyezi Mungu. Unaposoma mstari huu wa 15, kwanza unapozungumzia swala la upanga, upanga kinywani, inazungumzia neno la Kristo, namna gani anaweza kuhukumu. Ni maneno yake na maandiko yake ndio yanayohukumu. Kwa hiyo maneno yake yanafananishwa na upanga mkali unatoka kinywani mwake. Tunapoenda kwa mfano kusoma tukisoma katika Isaya ya sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 4 tunakuta hiyo, na Isaya sura ya 63 mstari wa kwanza mpaka wa 6 unakuta huko inazungumzia kuhusu hukumu
kwamba huyu Mungu Bwana wetu Yesu Kristo anapokuja, maneno yake yanakuwa maneno ya hukumu na maandiko yake ndiyo yatamhukumu kila mmoja. Ana uwezo huo kwa sababu hakuna anaweza kujificha nje ya maneno yake. Hakuna anaweza kukimbia neno lake. Hakuna ambaye anaweza kupingana neno lake. Lakini unapoona pia anaposema atawachunga kwa fimbo ya chuma, yote kama nilivyokuambia, ukisoma hiyo Isaya 63 na ukasoma pia Isaya sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka 4, na Isaya 63 ni mojawapo ya sura katika kitabu cha Isaya ambacho kinazungumzia unabii wa kuja kwake Yesu Kristo na sifa zake, na pia nazungumzia unabii wa Bwana Yesu akiwa duniani, lakini pia unabii wa Bwana Yesu kama mfalme na anayekuja kuhukumu ulimwengu siku ya mwisho na mambo kama hayo. Tunamalizia ule mstari wa 16 katika hii sura ya 19 ya Ufunuo wa Yohana. Inasema, naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Nilikusomea kutoka katika Ufunuo sura ya 17 mstari wa 14, nitakusomea tena. Sura ya 17 mstari wa 14 inasema hivi, hawa watafanya vita na mwana-kondoo, na mwana-kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Kumbuka, tunaposema mwana-kondoo, hili ni jina mojawapo au sifa mojawapo Bwana Yesu Kristo, na anasema hapa katika Ufunuo kwamba atawashinda kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Hili ni sifa za Kristo Yesu peke yake. Tuseme nini basi kuhusu hili? Ni kwamba Waislamu, najua mnatamani siku moja mukute kwamba mupate unabii katika vitabu hivi vya Biblia, mthibitishi unabii wa Muhammad. Haitokee hiyo hata kidogo. Hakuna sehemu hata moja katika Biblia takatifu, katika kitabu chochote kile, uanzie katika kitabu cha Mwanzo mpaka tuposoma katika Ufunuo, ambako Muhammad anatabiriwa kama nabii wa kweli. Hakuna. Ndugu yangu tu, wito wangu kwa wewe Muislamu unaangalia video hii, utambue kwamba Muhammad si nabii wa kweli. Na kipimo hicho kimewekwa wazi katika Qur'ani sura ya 7 mstari wa 157, ambao unawasumbua vichwa vyenu. Lakini wito wangu siku zote, soma mambo haya. Najua unaniangalia katika smartphone yako. Download Biblia takatifu. Soma Injili. Injili hizi 4 zinamuelezea vizuri sana Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuanzia Injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Zinamuelezea vizuri sana huyu Bwana wetu Yesu Kristo, aliye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ambaye kwako ndiye tumaini lipo, ambaye ufufuo na uzima na salama yako ya roho yako ipo, ambaye ndo huyu Bwana wetu Yesu Kristo, kitabu ambacho Waislamu wanaokimbilia, ndio anayekuja kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu. Hakuna wokovu katika Uislamu. Nasema hili kwa upendo, sisemi katika kuwazodoa wala kuwatahayarisha. Huu ni ukweli ambao ni lazima ni useme kama Mkristo, kama muamini, lakini pia kama mtu ambaye nimechunguza haya maandiko ya Kiislamu na Kikristo. Nimechunguza baadhi ya hizi madai, ikiwemo ya madai kwamba Ufunuo wa Yohana sura 19 mstari wa 11 mpaka 16 unamzungumzia Muhammad. Hii ni hadaa. Sasa jiulize wewe Muislamu, kama unadanganywa katika vitu vilikokuwa wazi namna hii, vingine una hali gani? Na huyu Mungu unayemwamini au unayeaminishwa kupitia Qur'an na mafundisho ya Kiislamu, ana haja ya kutafuta kwa nguvu kiasi hichi kumthibitisha nabii wake? Ana haja gani? Niseme wazi tu, ndugu yangu Muislamu unaangalia video hii, ni wakati sasa ufanye maamuzi. Soma haya mambo kwa uwazi, tafakari moyoni mwako, muombe Mungu huyu. Mungu ni mwaminifu sana ndugu yangu Muislamu. Mungu ni mwaminifu sana. Ukimtafuta unakutana naye. Anatuambia wazi katika maandiko, nitafuteni mtanipata. Mungu huyu ni mwenye upendo sana. Bwana wetu Yesu Kristo ni Mungu mwenye upendo, ni Mungu mwaminifu sana. Ukimtafuta utampata. Soma hivi vitabu utamuona. Na yeye peke yake ndio mwenye nguvu, uweza na mamlaka ya kutuokoa. Anasema wazi, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi.